Spika mpya wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu ahidi kuliongoza bunge hilo kwa haki na uadilifu. Na katika michezo, mtunisha misuli wa Tanzania Abdallah Mohamed atarajiwa kuiwakilisha nchi katika mashindano ya Afrika yanayotarajiwa kufanyika jijini Lusaka nchini Zambia. Na habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu katika kipindi cha asubuhi njema kinacholetwa kwako nami Kisa Mwipiana. Karibu sana. Spika mpya wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu ameahidi kuliongoza bunge hilo kwa kushirikiana na viongozi wenzake kwa kutoa maamuzi ya haki, uadilifu na kutotoa upendeleo wa aina yoyote. Tujiunge na mwanahabari wetu Kuringe Mongi kutoka jijini Dodoma kwa taarifa zaidi. Akitoa taarifa fupi mbele ya bunge baada ya kuchaguliwa kwa kura 378 kati ya kura 383 na wabunge wateule wa bunge hilo la 13 na kuapishwa kuwa spika wa bunge, Mheshimiwa Zungu alisema: ninawaahidi viongozi watakaochaguliwa kuwa wasaidizi wangu, naibu spika na baadaye wenye viti wa bunge kwamba tutashirikiana kuliongoza bunge hili la 13 kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za bunge kwa vyama vyote vyenye uwakilishi bungeni. Aidha, Mheshimiwa Spika Zungu akachukua wasaa huo kutoa shukrani kwa mtangulizi wake, spika mstaafu na mbunge wa Uyole Dr. Tulia Ackson. Mheshimiwa Dr. Tulia aliniamini na kunishirikisha katika masuala mbalimbali, na nilitii maelekezo yake yote ili kuhakikisha bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Nakushukuru sana Dr. Tulia kwa mchango wako na mafunzo na elimu ulionipa. Mara baada ya spika kutoa taarifa fupi kwa bunge, ndipo ukafika wakati kwa wabunge wateule kula kiapo cha uaminifu na kutoa tamko la ahadi ya uzalendo. Mimi Tulia Ackson naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Tamko la ahadi ya uzalendo. Mimi Doto Mashaka Mbiteko, kwa heshima kubwa naahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda na kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Na mara baada ya kuona Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amechaguliwa na kuapishwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni vyema sasa tukapata fursa ya kufahamu wasifu wa spika huyo. Mussa Azzan Zungu alizaliwa Mei 25, 1952, ni mwanasiasa wa Chama cha Mapinduzi CCM nchini Tanzania na ni mbunge wa jimbo la Ilala tangu mwaka 2005. Tarehe 23 Januari 2020 aliteuliwa na Rais John Magufuli kuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Spika Zungu alipata elimu ya msingi katika shule ya St. Joseph na sasa ni Forodhani mjini Dar es Salaam kwenye miaka 1958 hadi 1965. Kuanzia mwaka 1966 hadi mwaka 1967 alisoma shule ya sekondari ya Kinondoni, akaendelea katika shule ya sekondari ya Tambaza mwaka 1968 hadi mwaka 1969. Mwaka 1969 alijiunga na chama cha TANU, akawa kiongozi kwenye tawi la chama shuleni. Baadaye Zungu alihamia Toronto nchini Canada aliposomea stashahada ya ufundi wa vyombo vya anga pamoja na urubani. Baada ya masomo, Mheshimiwa Zungu alifanya kazi ya uhandisi wa ndege huko nchini Canada hadi mwaka 1982.
Mwaka 1983 alipata nafasi ya kazi katika Falme za Kiarabu hadi mwaka 1993 aliporudi nchini Tanzania. Mwaka 2000 alirudia siasa, akachaguliwa kuwa diwani wa CCM kwenye kata ya Mchikichini na kuingia katika halmashauri ya Ilala jijini Dar es Salaam. Mwaka 2003 alikuwa naibu meya wa halmashauri ya manispaa ya Ilala na mwaka 2005 aliendelea kuchaguliwa kuwa mbunge wa Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Ilala, akarudishwa mwaka 2010 na mwaka 2015. Bungeni alichaguliwa kuwa naibu mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje 2007 hadi mwaka 2011, mwenyekiti wa umoja wa wabunge wa Jumuiya ya Madola Tanzania na naibu mwenyekiti wa kamati ya huduma za jamii mwaka 2015 hadi mwaka 2018. Mwaka 2012 na 2016 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa bunge. Mnamo mwaka 2020 aliteuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, akahudumia hadi mwisho wa bunge na uchaguzi mpya. Tangu kujiuzuru kwa spika wa awali Job Ndugai na kuchaguliwa kwa uongozi mpya wa bunge, Zungu amekuwa naibu spika wa bunge la Tanzania. Baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025, Zungu amekuwa mbunge wa jimbo la Ilala kwa muhula wa 5. Mnamo Novemba 25 amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Tanzania, akichukua nafasi ya Dr. Tulia Ackson ambaye alijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Shukrani sana Roda Simba kwa taarifa hiyo. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF umewataka wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu na kati kujiepusha na vitendo vya udanganyifu wa kuchangia bima moja zaidi ya mtu mmoja wakati wa matibabu, kwa kuwa kufanya hivyo ni kosa kwa mujibu wa sheria. Henry Kavirondo kutoka jijini Mwanza anao taarifa zaidi. Angalizo hilo linakwenda sambamba na hatua kali za kisheria dhidi ya wanafunzi watakaojihusisha na vitendo hivyo, limetolewa na meneja wa NHIF kanda ya Ziwa Jarathim Shashu wakati akizungumza na wadau wa elimu jijini Mwanza. Kwenye kikao hicho amehimiza kuwa katika kipindi hiki ambacho vyuo vinatarajiwa kufunguliwa, ni lazima kila mwanafunzi awe na bima ya afya ili kurahisisha upatikanaji wa huduma katika vituo vya afya zaidi ya 10,000 vilivyopo nchini. Katika makubaliano haya, kila mwanafunzi anachangia kiasi cha shilingi 50,400 kwa mwaka kwa kipindi cha mwaka mmoja, na kwa kuzingatia dirisha la usajili kwa kipindi husika. Na kila mwaka wa fedha au mwaka wa masomo basi anachangia kiasi hicho hicho ambacho nimekitaja. Awali akitoa baraka ya kutanisho hili, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amewataka watoa huduma katika hospitali kuwapa kipaumbele wananchi wenye bima za afya wakati wanapohitaji kupatiwa matibabu. Kwa sababu wakati mwingine wewe una bima ya afya, unafika hospitali fulani hupokelewi vile inavyopaswa. Kwa hiyo hawa ndio walitakiwa kupewa kipaumbele kuliko hata wale wanaokwenda na keshi, ili wafanye hawa wa keshi nao waondokane na mfumo wa keshi, badala yake warudi kwenye bima. Tumepokea maelekezo hayo na tutawasihi vijana wetu kwa wingi kabisa waone umuhimu wa kufanya hivyo, kwa maana ya kujiunga na mfuko huu wa bima ya afya ili wasipate kadhia pale wanapopatwa na changamoto ya kiafya. Wanafunzi mnawajua, wanauelewa, wengine hawana uelewa, lakini tunajitahidi kutumia uwezo wetu kuwasaidia taratibu. Wewe unapoenda hospitali sasa huna stress nyingine ya kusema urudi sasa uanze kufikiria kwamba ni wapi nitapata fedha ya kutibiwa, kwa sababu tayari ulishawekeza. Kwa hiyo ni wazi kwamba umuhimu wake ni mkubwa sana. NHIF inasisitiza kuwa kuanzia sasa dirisha lipo wazi kwa wanafunzi wanaohitaji kupatiwa bima za afya kupitia dhamana ya vyuo vyao ili kuepuka usumbufu wa upatikanaji wa matibabu ya uhakika pindi wanapougua wakati wanapokuwa masomoni. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza.
Wananchi wa kijiji cha Terati wilayani Simanjiro mkoani Manyara ambao ni jamii ya wafugaji wameonyesha kufurahishwa na ujenzi wa shule ya sekondari ya wasichana Tukuta ambayo inalenga kusaidia kupunguza wimbi la watoto wa jamii hiyo ya wafugaji kuishia njiani na kumaliza masomo yao kufuatia changamoto za mimba za utotoni ambayo inatajwa kusababishwa na umbali wa shule zilizopo hapo. Elia Kimani kutoka Simanjiro ana undani wa hii taarifa. Wilaya ya Simanjiro ni kati ya maeneo yanayokabiliwa na mdondoko wa wanafunzi shuleni mkoani hapa. Hivyo wakazi wa kijiji na kata ya Terati wanaiomba serikali kukamilisha mchakato wa usajili wa shule hii ya wasichana Tukuta inayojengwa na shirika la Eklati ili watoto wa kijiji chao na wengine jirani kuanza masomo mapema Januari 2026. Faida ya hii shule akimalizika watoto wanasoma vizuri. Sasa inaonekana faida kubwa, tunapatikana maji, shule imekuwa karibu. Kwa hiyo hamna shida, tunafurahi sana sisi ili ikilalete hii shule. Tutasaidia apate ujuzi mbalimbali na elimisha jamii na sisi tutapata maono kupitia watoto ya kike. Lakini kikubwa zaidi tunaamini shule hii ikiwa tayari watoto wetu wa kike watakuwa wanasoma hapa karibu na sisi, kwa hiyo tunakuwa na uwezo hata kuwatembelea muda wote. Shule hii inajengwa na wadau wa maendeleo wa shirika la Eklati lenye makao yake wilayani hapa, ambapo wanalenga kukamilisha miundombinu yote na kuikabidhi serikali. Wanafunzi watakaoanza shule hii ni wanafunzi 800 itakapokuwa fully fledged, lakini tutaanza na wanafunzi 80 Januari mwakani. Na sasa shule ipo pia kwenye utaratibu wa kusajiliwa. Inasajiliwa na matumaini yangu ni kwamba kama serikali itakwenda kwa kasi kidogo, basi usajili wake ufanyike mapema iwezekanavyo kabla ya Januari mwaka kesho, mwaka 2026, muda ambao tulipanga kwamba ingependeza wanafunzi waanze wale wa darasa wa kidato cha kwanza. Ikizidi hapo, manake haya majengo tuliyokushajenga hapa tayari yanaweza kuharibika bila matumizi. Kutoka wilayani Simanjiro mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Ugani kisiwani Pemba wametakiwa kutumia ipasavyo teknolojia ya kisasa ya vishikwambi katika ukusanyaji wa takwimu za kilimo ili kusaidia serikali kupata taarifa sahihi kuhusu hali ya uzalishaji wa mazao, mifugo na uvuvi, hatua itakayochochea kupanga mipango bora ya maendeleo ya sekta hiyo. Vishikwambi hivyo vitarahisisha kazi za kila siku za maafisa ugani, hasa katika ukusanyaji na utoaji wa taarifa kwa wakati, hatua ambayo itaboresha ufanisi wa kazi zao na kuongeza tija kwa wakulima. Masanja Mabula kutoka Pemba ana taarifa zaidi. Afisa mdhamini Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Idrisi Hassan Abdalla amesema matumizi ya vishikwambi ni sehemu ya mageuzi ya kidijitali yanayotekelezwa na serikali kupitia mradi wa kilimo himilivu ili kuhakikisha taarifa muhimu za kilimo zinapatikana kwa wakati. Chini ya mradi huu pia nimeshuhudia refresher course nyingi kwenu nyinyi watendaji wa Wizara ya Kilimo, ambao nyinyi ni kioo cha Wizara ya Kilimo. Mmekuwa mnapatiwa teknolojia tofauti katika kazi zenu, kwa vipindi vingi tofauti, na nimeshuhudia na mimi mwenyewe nimekuwa nafungua mafunzo yenu mara nyingi. Kwa hiyo sina shaka na nyinyi pia kwamba utendaji wenu, elimu yenu, uelewa wenu na skills zenu ziko vizuri. Kupitia teknolojia hiyo, maafisa ugani wataweza kuingiza taarifa moja kwa moja kutoka mashambani na kuzifikisha kwenye mfumo wa wizara. Kupata data sahihi kwanza, lakini pia kuweza kuwajua wale wakulima, idadi ya wakulima waliopo katika eneo lako kiurahisi. Hii itaenda kutupa data sahihi ya wakulima wangapi ambao wapo, lakini mashamba mangapi ambao yapo, uhitaji wa mbolea na vitu kama hivyo, ili sasa serikali iende kutumia pesa zake vizuri kununua zile pembejeo na kuzipeleka kwa wakulima, jambo ambalo litarahisisha hata sisi ambao tuko chini, maafisa ugani, kuona namna nzuri ya kuwafikia wakulima. Takwimu zetu zitakusanywa kwa wakulima mashambani na mazao aina gani wanaofanya, na zote takwimu hizi baadaye zitatumika
kwa serikali kujua ni kwa kiwango gani sisi tunazalisha, tuna mapungufu gani ya uzalishaji. La mafunzo haya ni kuimarisha upatikanaji wa takwimu za kilimo. Kumekuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa takwimu za kilimo. Moja, kwa sababu vifaa vya kutendea kazi vilikuwa ni hafifu. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA imeanza mageuzi makubwa ya kiutendaji yanayolenga kuboresha huduma, kuongeza uwazi na kufikia wateja moja kwa moja kupitia mpango mpya wa door to door. Kupitia mpango huo, mafundi wa timu maalum za TEMESA wanawafikia wateja popote walipo, wakisikiliza malalamiko, kutoa ushauri pamoja na kuhakikisha huduma zinabaki bora na za kisasa. Injinia Lebaratus Bikulamchi, meneja wa TEMESA jijini Dar es Salaam, amesema hayo wakati akizungumzia ukaguzi wa magari eneo la Lumumba, huku akibainisha kuwa lengo la mpango huo ni kuhakikisha wateja wanapata huduma kwa urahisi zaidi bila kujali mahali walipo. Kwa nyumba zilikuwa zinatumia, tunasema ni manual works, hazikuwa katika mifumo, lakini sasa hivi huduma zetu unazipata kwenye mifumo yetu, kwa maana ya kwamba ulipo unaweza kuomba huduma na unaendelea kupata huduma ukiwa hapo hapo. Lakini tumekuja na mfumo mpya ambao ni wa malipo. Sasa hivi unalipa kabla na unaweza ukalipa kwa kuweka kwenye wallet. Unaweka malipo yako in advance, unatumia taratibu. Lakini zaidi ya hayo, kwa upande wa teknolojia, karakana zetu nchi nzima tumeziimarisha, tumeweka vifaa vya kisasa ambavyo hata leo hapa mtaona tunafanya ukaguzi wa baadhi ya magari kwa kutumia vifaa hivyo vya kisasa. Kwa majina naitwa Maya Mtunze. TEMESA kwenye mabadiliko ambayo tumefanya, tunaenda kidigitali. Sasa hivi wateja wetu wanaweza kutulipa kwa prepaid ambao zamani ilikuwa ni postpaid. Sasa hivi tunatumia prepaid pamoja na wallet. Ambao prepaid mteja wetu anatulipa kabla hajapata huduma, lakini wallet mteja wetu anaweza akaweka pesa yake na akawa anaitumia kidogo kidogo mpaka itakapoisha, anaongeza pesa yake nyingine, kama vile wanavyotumia kwenye mambo ya ununuzi wa mafuta Gipsa. Leo tumekuja na programu ya huduma ya door to door TEMESA Dar es Salaam, huduma yetu ya kumtembelea mteja. Lakini huduma hii kwa kweli imetupa sana tija, na toka taasisi ambayo tulikuwa tumezitembelea, tulianza na uzinduzi wetu pale TCA Banana, lakini tukaenda bodi ya mikopo ya wanafunzi SLB, halmashauri ya wilaya Temeke, TANESCO HQ, TBA, TBS, chuo kikuu Dar es Salaam, na huduma imeshaanza, lakini bado tunaendelea na program ya huduma ni endelevu kwa kuhakikisha kwamba mteja wetu anaweza kupata huduma kwa wakati. Lakini nia na mazumuni ya door to door nilikuwa ni kujenga mahusiano baina ya wateja wetu na sisi TEMESA. Wajasiriamali kutoka Tanzania wameeleza furaha yao kwa kushiriki maonyesho ya 25 ya wajasiriamali wadogo na wakati wa Jumuiya ya Afrika Mashariki maarufu kama Nguvu Kazi, yanayofanyika jijini Nairobi nchini Kenya. Akizungumza kwenye maonyesho hayo, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wajasiriamali wadogo na wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki upande wa Tanzania, Josephat Royemamu, amesema serikali imeendelea kuratibu ushiriki wa wajasiriamali wadogo na wakati katika maonyesho mbalimbali kwa lengo la kutangaza biashara za Kitanzania nje ya mipaka ya Tanzania. Maonyesho ya 25 ya wajasiriamali wadogo na wakati wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yanaongozwa na kauli mbiu isemayo miaka 25 ya ujumuishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuendeleza ubunifu na minyororo ya thamani ya kikanda kwa biashara ndogo na zakati shindani kuelekea maendeleo endelevu. Tunashukuru serikali yetu imetuwezesha kuja na wajasiriamali pamoja na mizigo, na tulipangia taratibu moja nzuri sana. Kabla ya kuondoka, tuhakikisha kwamba tunakuwa na mizani ya kupima mzigo ili ningae na kilo tulizokubaliana, na kuhakikisha kila mjasiriamali vile ameandikisha mzigo wake kwa namba yake. Na tulikuwa na vibali ambavyo vinatakiwa kuwa navyo. Tulikuwa na barua kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki inayoturuhusu kupita mipakani sio kuwa na mambo ya kodi. Lakini tumeweza kukilia kila kitu. Sasa hivi tuko Nairobi, tunaendelea na shughuli zetu. Tunashukuru sana serikali yetu. Kipekee ni kuishukuru serikali ya Tanzania
na ofisi ya Waziri Mkuu kwa kututambua wajasiriamali na kutupa fursa muhimu ya kuja katika maonyesho haya. Tumefika katika maonyesho haya lengo kuu likiwa ni kujifunza, lakini pia kuweza kutangaza bidhaa zetu na kazi zetu tunazozifanya kama wajasiriamali kutoka nchini Tanzania. Tunatoa shukrani kubwa sana kwa mama yetu huyu Samia Suluhu Hassan kutujalia hivi, kwa sababu kwanza itatuwezesha sisi kama wajasiriamali kuweza kupata networking kupitia nchi tofauti tofauti within Eastern Africa. Pia jambo jingine, tunaweza kupata networking kuweza kukuza biashara zetu zaidi kujulikana. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Mtunisha misuli wa Tanzania Abdallah Mohamed maarufu kama Mr. Physical anatarajiwa kuwakilisha nchi katika mashindano ya Afrika yanayotarajiwa kufanyika nchini Zambia katika mji wa Lusaka, hatua ambayo ni uendelezaji na ukuaji wa mchezo huo. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Eden Bahati. Akizungumza na Channel 10 Michezo, afisa michezo wa Baraza la Michezo la Taifa Chazi Maguzu wakati wa kumkabidhi bendera mtunisha misuli huyo, amesema kuwa hiyo ni nafasi nzuri kwa mchezo huo, kwani ana imani kubwa ya kwenda kufanya vizuri, huku akitumia nafasi hiyo kuwataka Watanzania kumuunga mkono mtunisha misuli huyo, huku kwa upande wa shirikisho la watunisha misuli Tanzania wakieleza umuhimu wa mashindano hayo. Tumia nafasi hii kwanza kabisa kupongeza uongozi wa chama cha watunisha misuli kwa kuendelea kuwalea vijana na hatimaye kupata wachezaji mahiri ambao wanaweza kuwakilisha nchi yetu kwenye mashindano makubwa kama hayo. Kwa maandalizi ambayo mmeyafanya, ambao pia baraza la michezo tulikuwa tukiyaratibu, tuna uhakika kabisa kwamba mmejiandaa vizuri na utakwenda kushinda. Tumia nafasi hii kuomba Watanzania wote ambao wako Zambia siku ya tarehe 15 wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kukushangia na kukupa nguvu kwa ajili ya kuhakikisha Tanzania ambao tumebaki huku nyumbani. Na kwa kumalizia, ningeomba wadhamini au wafadhili ambao wanafadhili michezo, wachezaji kama hawa au timu hizi za mtu mmoja mmoja ni rahisi sana kuzifadhili. Kwa hiyo nafasi kama hizi ambazo hazina gharama kubwa kwa mchezaji mmoja mmoja, wadhamini wachangamkie fursa kwa ajili ya kujitangaza kibiashara, lakini pia kusupport taifa letu kwenye kuendeleza michezo na kumpa motivation au motisha mchezaji anayeenda kuona kwamba kuna watu wanamsaidia. Mwaka huu tumepata bahati ya kualikwa nchini Zambia. Shindano tunategemea litafanyika tarehe 15 nchini Zambia. Tegemea mshiriki anayekwenda kushiriki hili shindano. Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Asante sana Eden Bahati kwa taarifa hiyo ambayo inatukamilishia taarifa yetu ya habari. Hivi punde mtazamaji, tutarudi tena katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Asubuhi Njema kwa kukuletea yaliyojiri katika upande wa magazeti.